Ligi kuu imeisha jana ambapo umebaki mchezo mmoja tu kati ya Yanga dhidi ya Simba utakaopigwa Jumatano Juni 25 pale Benjamin Mkapa, na mechi zote zilipigwa kwa siku ya jana, na kwa sasa hivi tuko tayari kabisa kukuambia matokeo ambayo yalitokea kwa siku ya jana. Coast Union wakiwa katika uwanja wa nyumbani walitoa sare goli 1-1 dhidi ya Tabora United, lakini Fountain Gate walipoteza goli 3-2 dhidi ya Azam FC. Lakini wakati wa Mashujaa yeye na JKT Tanzania wakikaziana kwelikweli, wakivutana, inakuwa 0-0, lakini Namungo akapata ushindi wa magoli 5-0 dhidi ya Ken Gold, lakini Pamba FC wakitoa sare goli 1-1 dhidi ya KMC. Simba Sports Club dhidi ya Kagera Sugar, mechi kamalizika kwa ushindi kwa upande wa Simba. Singida Black Stars na Tanzania Prisons wakatupatia magoli 6, kwa maana kwamba kila mmoja akipata goli 3, lakini Young Africans wakifunga goli 5 dhidi ya Dodoma Jiji, wakiungana na Namungo kama timu ambazo zilifunga magoli 5 katika mchezo mmoja kwa siku ya jana. Sawa bana, Kwa hiyo ndio michezo kadhaa ambayo ilipigwa kwa siku ya jana, na mpaka sasa hivi nikiangalia msimamo inaonyesha kabisa kwamba Young Africans wakiwa wanaongoza kwa point 79, lakini Simba Sports Club wakifanikiwa kuwa na point 78 katika nafasi ya pili. Mchezo wa mwisho ndio mchezo ambao utaamua, Yanga akiwa na magoli zaidi ya magoli 71 ya faida, lakini wakati huo Simba akiwa na magoli 58 ya faida. Yanga akifunga magoli 81 na kufungwa magoli 10, Simba akifunga magoli 69 na wakifungwa goli 11. Bana Ashraf, nianzie kwako kuhusiana na michezo ambayo ilipigwa kwa siku ya jana. Na tuanzie mechi ambayo ilipigwa Zanzibar. Yanga kufanikiwa kupata ushindi wa magoli 5-0 dhidi ya Dodoma Jiji. Dodoma Jiji wanazidi kuwa wateja kwa Young Africans. Msimu wameruhusu magoli 9 in aggregate tukisema. Yaani kwa maana kwamba mchezo kwanza walipoteza goli 4, mchezo wa pili wamepoteza goli 5. Magoli 9 tukijumuisha na magoli 4 ya msimu uliopita mwishoni kabisa mwa msimu, yanakuwa takriban magoli 13 katika michezo mitatu ambayo Dodoma Jiji wamecheza na Young Africans. Kwa hiyo katika mazingira fulani, tukiachana ubora wa Yanga, ni kwamba Dodoma Jiji kabisa wameshindwa kuonesha levels mbele ya Yanga. Nadhani ni kitu ambacho kinaeleweka na kinafahamika kwamba daraja ni tofauti, lakini pia Yanga ni hiyo timu ambayo ukikutana nayo unatakiwa ufanye kazi ziada ili uweze kwenda na wafunga, unaelewa. Haishangazi kuona Dodoma Jiji wakiwa wanafungwa, hata kesho tena ukiona tena naenda uwanjani unajua ni mechi ambayo wanaenda kupoteza. Yanga kila mechi wao kwa ni finali. Tumeshuhudia sio kwa Dodoma Jiji tu, mara kadhaa tumeona Yanga akishinda goli 5 na kuendelea goli 5 na kuendelea goli 4, ni kitu cha kawaida kwa sababu mimi naweza kusema kwamba ile safu ya ushambuliaji ya klabu ya Yanga ndo safu hatari kwenye ligi kuu, kwa sababu ukienda kwenye numbers wao ndo wanaongoza kwa kufunga magoli mengi, lakini namna ambavyo wanatengeneza nafasi. Kwa hiyo ulikuwa huoni namna gani Dodoma Jiji wanaweza kupata ushindi mbele ya Yanga ambayo wana demand kwenda kuchukua ubingwa tena, na walikuwa wanajua wanatakiwa washinde hizo mechi, na mechi inayofuata ni dhidi ya Simba, ni mechi ngumu kwa upande wao. Kwa hiyo ilikuwa natarajia tu kuona kwamba Dodoma Jiji haona uwezo kwenda kumfunga Yanga au kumchallenge kwenye mechi ya jana. Magoli 5 Yanga wanapata. Goli la kwanza akifungwa na Klatus Chama, la pili akifunga Duke Abuya, la tatu akifunga Abdullah Baka, lakini la 4 wakijifunga wenyewe dakika ya 96 ilikuwa nafikiri ile. Lakini baadaye wanakuja wanapata goli Yanga dakika za jioni kabisa, Max Nzengeli. Kwanza tuanze kujadili consistency ya Klatus Chama katika michezo kadhaa ambayo tumeiona kwa hivi karibuni, pasi na uwepo wa mtu kama Stefan Ziki. Ni kama combination yake na wengine inazidi kuwa bora zaidi, na kila siku anaonekana kuwa ni mtu muhimu zaidi. Of course Chama ni mchezaji mzuri, na sio kwamba Chama hawezi kucheza kwenye ile timu, lakini changamoto ilikuwa alimkuta mchezaji ambaye tayari alishatengeneza ufalme wake ambaye ni Stefan Ziki. Kwa hiyo watu walizoea kumuona yeye na namna ambavyo yeye anacheza, kwa hiyo ilikuwa ni ngumu kwa haraka haraka kufika kakopo ya mazingira. This time Ziki hayupo. Tunahitaji kumuona yule Chama ambaye Yanga walimsajili na kuhitaji huduma yake. Haishangazi kuona hicho anachokifanya kwa sababu ni kitu cha kawaida amekuwa akifanya hivyo. Unajua tunasemaga kwamba form is temporary but class is permanent. Daraja la Chama ni kubwa. Yaani mtaamua tu kwa sababu mmemchoka. Unajua kuna ile hali ya kumchoka mtu au kumzoea. Yes, yani kwamba tushamzoea Chama ndo huyu Chama ndo yule, lakini bado hajawahi kupoteza yale makali ambayo ukimpa nafasi ya kucheza akashindwa kukupa kitu. Mimi naamini kama kocha anaamua kumwamini Chama, anaweza kucheza kwenye ile leo na watu wakamsahau Stefan Ziki. Yes, yani mimi naamini, yani kama mnaamua kumwamini Chama cheze, anacheza ile timu. Yani hakuna maajabu hayo makubwa kwamba yeye anaweza kushinda kwenye ile timu. But watu walimzoea Stefan Ziki. Wakirudisha tu akili yao kujua kwamba huyu Chama moja kati ya viungo bora kuwahi kuwa nao kwenye ligi yetu. Ile IQ yake, mimi nilishawahi kuzungumza kwenye hizo mic kwamba
hakuna mchezaji anayecheza kwenye eneo la kiungo ambaye anamzidi Chama IQ. Sijui unanielewa? Yani ule uelewa mkubwa kama kiungo mshambuliaji ambaye yuko pale, utulivu aliokuwa nao, namna ambavyo anaweza kuamua mpira ni upeleke wapi. Wakati mwingine wewe unawaza kwamba mpira anapeleka mashariki, anapeleka magharibi, kwa sababu ana uwezo wa kuskani. Sifa ya kiungo bora ambaye unacheza kwenye eneo la kiungo na mshambuliaji, unatakiwa kuwa na uwezo wa kuskani. Kwa nini tunaskani? Kwanza kujua kwamba opponent wako yuko wapi, nani anakuja kukufanyia pressing, lakini ni mchezaji gani ambaye ni wako yuko katika eneo sahihi ambao unaweza kupeleka mpira. Vitu vingi ambavyo anafanya Chama akiwa kwenye ile eneo, anatuonyesha kabisa kwamba uelewa wake wa mpira ni mkubwa kulikweli. Kwa hiyo anaweza kucheza kwenye ile team, no doubt. Yani anaweza kucheza, huo ubora yuko nao, ni vile tu watu wameamua kumchoka. Okay, Hans, mwanzoni wewe ni mmoja wa watu ambao ulikuwa hauamini moja kwa moja kwa aina ya mpira wa Chama, kwa mpira wanaocheza na kila kilichokuwa kinafanyika ndani ya klabu ya African, kama angeweza kupata nafasi mbele ya kila mwalimu aliyekuwa anakuepo pale, lakini akamuita ni daraja C la usajili ambalo Yanga wanasajili. Of course, lakini sasa hivi baada ya kuondoka kwa Aziz Ki, Chama kwenye hizi mechi ambazo anacheza, kila mmoja anaona mchango wake umekuwa ni mkubwa, anaonekana amerelax zaidi, ni kama alifunikwa na uwepo wa Aziz Ki, lakini alikuwa anastahili kuwa regular starter kwenye kocha Yanga. Wewe mwenyewe umekiri kwamba baada ya Stefani Aziz Ki kuondoka ndo Chama ameonekana. Yani wewe mwenyewe umekiri. Lakini pia kwa msimu Aziz Ki unauliza swali. Lakini pia msimu huu Chama pia, pamoja na kwamba Aziz Ki alikuwepo, lakini kuna namna ambavyo Chama alikuwa anafanya vizuri kuliko Aziz Ki. Mimi ninachotaka kuamini ni kwamba sio kwa bahati mbaya. Yani msimu huu Yanga kumepita makocha nadhani tofauti kama watatu. Haiwezekani kila mwalimu au anamdrop Chama. Haiwezekani. Yani haiwezekani. Kuna shida somewhere kwa mchezaji. Kwa mchezaji. Kwanza kwa aina ya football ambayo Yanga wamekuwa wanacheza kwa misimu hii mitatu iliyopita, ni high intensity football. Wanapenda kukimbia kweli kweli. Na Stefani Aziz Ki kwa nini ni mtu ambaye amekuwa ana fit zaidi? Ni kwa sababu ya ile decision making yake ya kuachia mpira mapema. Sio kuwa na kasi kama mchezaji, kasi ya kuachia mpira mapema. Kwa maana watu kama wanacheza direct football wanahitaji kuwa na mtu ambaye atareceive and then ataachia, kwa sababu tunapo break tayari Duba amefanya movement, Mzize, Max wote wamekimbia. Wanahitaji delivery on the spot. And then Stefani Aziz Ki ni one of the best kwenye yale maeneo, na ni kwa sababu ni risky thinker. Ni mtu ambaye anapenda sana kuriski, anaachia mpira haraka sana iwezekanavyo. Lakini Chama ni mtu ambaye kwangu mimi nasema ni old school number 10, kama ilivyokuaga kwa Mesut Mustafa Ozil. Nani asiyejua quality ya Mesut Mustafa Ozil? Lakini Arteta alipofika Arsenal alisema nahitaji kuwa na namba 10 wa kileo. Umeona? And then akaachana na old school number 10 ya aina ya Mesut Mustafa Ozil. Ni Chama tunasema ni ball manipulator. Ni mtu ambaye anapenda kuishi na mali, anapenda kuikokota mali, and then akija kuachia pasi ni pasi ambayo ya uhakika. Sasa kama watu wanacheza direct football muda wote wanakimbia, wanahitaji delivery ya haraka sana. Ndio pale Stefani Aziz Ki amekuwa anampiga bao Kratos Chota Chama. Lakini pia tunarudi kwenye jukumu jingine la kupress. Pale ambapo timu inakuwa imepoteza mpira, Chama hajawahi kuwa dynamic presser. Si aina ya kiungo ambaye atakupa pressing ya maana, yani kwamba ana press all the time, ana press. Hajabarikiwa hicho kitu. Kwa hiyo kuna sababu nyingi sana ambazo zimekuwa zinapelekea baadhi ya makocha wanamdrop. Na sio tu Yanga, hata kipindi akiwa Simba nadhani kuna makocha kama wawili watatu walishaanza kutuonesha hicho kitu. Robertinho alifanya, Zolan Maki alifanya, kocha gani sijui hapa, mpaka mashabiki wa Simba wakasema inabidi kocha aingie kwenye mfumo wa Chama. Sio Chama kuingia kwenye mfumo wa Robertinho. Nadhani mnakumbuka. The issue ni kwamba Chama ukimkuta kwenye ubora wake, sasa kapewa nafasi, kaaminiwa, ndo kama haya ambayo yametokea kwenye mechi mbili. Na anajua kabisa ni wakati sahihi wa kutafuta mkataba, hata kama hataendelea kubaki Yanga, lakini anahitaji kubai mkataba. Hichi kitu ambacho anakifanya hata msimu uliopita alikifanya mwishoni. Kwa hiyo unataka kumaanisha nini?
kwamba Chama anacheza kulingana na moment husika, yani kwamba kama anataka kusaini mkataba mpya ndo anacheza vizuri zaidi. Na hii sio kwa Chama tu, wachezaji wengi hapa nchini yani mwishoni mkataba unaelekea ukingoni wana ubora sana. Kwa sababu Chama alisaini mkataba wa mwaka mmoja. Chama alisaini mkataba wa mwaka mmoja, lakini ambao una option ya kuongezewa mmoja endapo Yanga wataridhishwa na kiwango chake. Kwa hiyo ina maana mwishoni mwa msimu Yanga ndo wako usukani kwamba tuendelee naye, tu trigger hichi kipengele cha mwaka mmoja au tumwache. Na nadhani ndio kitu ambacho pia hata Simba walifanyaga kwa Mixon wakati wanamrudisha, kwamba tunakupa mkataba wa mwaka mmoja. No, walimpa mkataba wa miaka miwili, lakini mwaka wa pili Simba ndo walikuwa wana option ya kuextend endapo wataridhishwa na kiwango chake. Huo ni mkataba wa mwaka mmoja, sio miwili. Basi ndo mmoja huo. Kwa hiyo Chama yuko kwenye mazingira kama hayo. So kwa hicho ambacho kinatokea kwangu mimi sishangai, kwa sababu hata msimu uliopita kama unakumbuka, Chama alikuwa na shida na Simba, aligoma sijui kwenda mpaka wapi. Mechi 7 za mwisho kila mtu akaanza kumuimba Chama. Ni kwa sababu alijua mkataba wangu unaisha. Kama sibaki Simba, kama sinunui mkataba mpya Simba, basi natakiwa kununuliwa na timu nyingine. Akakiwasha ndio tukaona transfer yake ya kwenda Yanga inakamilika. Kwa nini Chama watu wanamzungumzia viwango vyake yani kipindi labda mikataba yake? Mimi sitaki kuamini kwamba Chama ni mchezaji ambaye anacheza kulingana na wakati kwamba sijui mkataba wake umeisha. Kwa nini watu wanatengeneza hizo scenario? Na hicho kiwango cha mwishoni kinatokea wapi? Kabisa, Rich, we need to realize kwamba Chama ni mchezaji ambaye amedumu kwa zaidi ya miaka 5 kwenye ligi yetu. Inakaribia 10. Sasa hivi kama 8 hivi. Sasa aliingia 18, 17 mpaka leo 2025 inakaribia. Sasa katika hali ya kawaida siku zote unajua graph ya mchezaji huwa inakwenda ikishuka badala ya kupanda. Na ndio maana hata ukienda Europe timu nyingi huwa zina policy against signing wachezaji ambao tayari washatimiza miaka 30, kwa sababu by the time Yanga wanamsajili Chama he was around nadhani miaka kama sio 33 34 hivi. You are talking of 33. Sasa hivi uko 34. Exactly what I said. Kwa hiyo unazungumzia mchezaji ambaye graph yake inashuka. Yaani sidhani kama leo hii Chama angekuwa na miaka 25 huu mjadala ungekuwepo. Kwa sababu hata hiki kinachosemwa sijui style za uchezaji na vitu gani, hivi ni vitu ambavyo vinatatuliwa uwanjani na vinatatuliwa katika njia tofauti na jinsi ambavyo sisi tunaweza kuzungumza kwenye mic hapa. Ukiangalia profile ya Chama, ni mchezaji ambaye akiwa katika ubora wake he works kwenye timu yoyote ile na anaweza kucheza. He is that talented. Lakini katika hali ya kawaida nguvu ni kitu cha kuisha, na ukiangalia kwa hata wakati yani sio kesi ya Yanga tu, hata kwa mfano ungekuwa Simba sasa hivi tungekuwa tunajadili kwamba je, Chama ni mtu ambaye kwenye msimu wa mechi 30 za ligi kuu anaweza kukupa mechi 25 za kiwango bora, au anaweza kukupa labda mechi 10 za kiwango bora afu hizi zingine akakupa average performance, au akawa ni mtu ambaye we call upon him kwenye mechi kubwa. Unaweza kuangalia the way Real Madrid wanavomtumia mtu kama Luka Modric. Luka Modric in terms of talent bado yuko pale pale, lakini physicality huwezi kutegemea mchezaji ambaye anakaribia miaka 40 au yule. Kwa hiyo angalia wanavomtumia. Hawamtumii the same way wanavomtumia mtu kama Federico Valverde, hawamtumii the same wanavomtumia Jude Bellingham, kwa sababu athleticism haipo tena. Huyu ni mtu ambaye pasi lazima ulete mguuni, lakini pia akicheza atajikatia chumba chake katikati ya uwanja pale, ambacho ndio hicho atakachokava, knowing kwamba kuna vijana ambao bado miguu ina energy kina Valverde watasaidia kukava pale ambapo hawezi kukava. Kwa hiyo ukiangalia katika hali ya kawaida kwa timu ambayo inatafuta ushindi on a serious competition, haiwezi kuwapanga Chama na Aziz Ki kwenye timu moja, kwa sababu wamefanana kwenye maeneo mengi kuliko ambavyo wanakupa vitu tofauti. Umeelewa? Na you cannot have, kwa sababu hata Aziz Ki, as much as Hans atakwambia mambo ya pressing and whatnot, lakini Aziz Ki sio mtu ambaye mpira ukipotea ataanza kusafa kutafuta. Sasa huwezi kuwa na abiria wawili kwenye timu. Unaweza ukawa na mmoja kwa sababu athleticism na majukumu ya wengine yatakava.
kile ambacho yeye hawezi kufanya. Yeye unamwacha adili na mpira tu ukiwa mguuni kwake. Sasa you cannot have wachezaji wa namna hiyo wawili kwenye uwanja at the same time, unless labda unacheza mechi ambayo matokeo yake mshayapanga, ama you are very confident kwamba bwana hawa watu tunaocheza nao watatusubiri kule, hawatakuja kutushambulia, so you can get away with it. Mechi moja, mbili, tatu at most inaweza kutokea. Lakini sidhani hata Yanga wao pia walikuwa na msajili Chama with the expectation kwamba atakiwasha kwenye mechi 25 katika misimu miwili. Walimsajili definitely with the plan kwamba huyu ni mtu ambaye kuna baadhi ya mechi ambazo atawapa kilicho bora, lakini you can't expect kwamba mtu wa umri wake na ameshapata zile wear and tear za ligi ya Tanzania hapa aendelee bado kuwa katika ubora wake. So yes, anaweza akapewa contract extension, lakini itakuwa with the plan ya kumtumia katika mazingira fulani, or maybe wanaweza substitute huyu kocha aliyeko si anaondoka, so maybe kocha anayekuja pia anaweza kaulizwa kwa bana we have a player here. Lakini Yanga wakifanikiwa kumsajili kiungo mshambuliaji mwingine mzuri, labda sasa hivi anacheza kwa sababu Aziz katoka. Je, Yanga wakifanya msajili mzuri, hiyo ndio plan. Chama anarudi kule kwenye. Hiyo ndio plan, yani don't expect kwamba hata akisajiliwa Chama atakuwa ni starter kwenye mechi zote competitive za Yanga, hapana. Atapangiwa labda baadhi ya mechi fulani kubwa ambazo anaweza akaziathiri zile mechi, lakini definitely Yanga lazima itaingia sokoni kutafuta replacement ya Aziz Ki ambayo itacheza muda mrefu, because that cannot be this version ya Chama wa wakati huu, in spite of heshima yote tulionayo kwenye kipaji chake. Na hilo alitokei kwa wachezaji wa kigeni tu. Ukiangalia kwa mfano Simba walipomuongezea mkataba Mzamiru Yasin, do you guys think kulikuwa na expectation kwamba Mzamiru ataanza hata mechi 20 kwa msimu? Hapana. You need veteran players kuwa motivate wachezaji vijana wadogo. Kuna wakati ambapo experience ile ndio inahitajika, hasa wale watu wazima, lakini huo wakati hauwezi kuwa mechi 20, mechi 25 au mechi 30. Utakuwa maeneo fulani hapa na pale, and that is what Yanga will do. Mimi ninachoamini Tanzania, timu zetu tulizokuwa nazo, makocha kama wanasajili basi ni 10% au 20 kwenye usajili. Yani hata kocha ukiwa naye, mimi naamini bado viongozi wa hizo timu ndo wanafanya usajili na ndo wanafanya maamuzi kwa 80 mpaka 90 hata kwenye kupanga timu. So ita depend na uongozi kwamba umeridhishwa na uwepo wa Chama, kwa sababu Chama ni miongoni mwa wachezaji ambao wanapokea mshahara mkubwa sana pale Yanga. Okay. Lakini ni mchezaji wa kigeni, so ili usajili wachezaji wa kigeni unahitaji kwa fraud wachezaji wa kigeni, yani sio anatoka beki anaingia kipa, akitoka beki anaingia beki. Umeona? Kwa hiyo ili uingize lazima upate wachezaji wengine ambao wanaondoka, na nachoamini Yanga watasajili viungo kama 3, kwa nachoamini viungo kama 3, viungo wa chini ama wa juu, kwenye midfield yote, Yeah. So kama wanafanya hivyo vitu means wanahitaji kuondoa baadhi ya wachezaji. Kwa hiyo watarudi mezani, wataangalia okay, Chama katuridhisha, tunachokihitaji tunakipata kwa Chama, au hii pesa ambayo tunamlipa twende tukawalipe wachezaji wengine wawili ambao wana energy, wanaweza kucheza mpira wa kasi, watakuwa na consistency, wako fit 100%. Hiyo itabaki kwa upande wao. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunasubiri kuona, lakini kama Chama anaondoka Yanga, I'm not so sure kama atabaki Tanzania, kwa sababu kama anabaki Tanzania anaenda wapi? Anaenda Singida, Azam. Lakini wewe ungekuepo pale kwenye meza ya usajili na alichokifanya, ungemuongezea contract Yanga? Hapana. Na unge release mlete mtu mwingine. Of course, kwa sababu unahitaji kwenda kucompete na the likes of Mamelodi Sundowns, the likes of Al Ahly. Unahitaji quality zaidi. Mshahara ambao anapata Chama unaweza kuwalipa wachezaji wengine wawili ambao ni top wa kigeni. Wa kigeni wakaja wakafanya. Lakini pia mshahara ambao anapata Chama bado unaweza ukaenda ukamlipa mtu kama Feitoto. Umeona? Unaweza kumlipa mtu kama Feitoto. Sasa atakuja na demand mshahara mkubwa zaidi. Yaani mshahara hata kama akidemand haiwezi kutofautiana milioni 5 na Chama. Chama anapata hela nyingi guys. Kwa bora huo mzigo upeleke kwa Feitoto, Chama yeye atembee. Kwa sababu Fei anakuwa for energy, Fei anakuwa for assist, anakuwa for assist, Fei anakuwa for goals,
Fei anakuofa consistency. Ni mchezaji ambaye yuko fit 100%. Yani ni nadra sana kusikia Fei ameumia. Au mnikumbushe guys. Umiagi. Yani ni mtu ambaye yuko fit 100%. So kwenye timu yako unahitaji wachezaji ambao wako timamu muda wote. In fact, msikilizaji, na wewe tuandikie kama ungekuepo pale ndio unasajili Chama, jina lingebaki ama ungemkata, kama ambavyo Hansi anakuambia yenda angekuepo pale angetafuta mchezaji mwingine mwenye ubora zaidi. Evansi, kwenye hizi mechi za chache ambazo Yanga wamecheza, ukiachana na mechi ya jana, mechi iliyopita watu wamepigwa goli 5-5. Lakini wakati huu tulikuwa tunaona kwenye safu ya ushambuliaji ya Yanga walikuwa na mtu ambaye anapambana kuwa mfungaji bora. Lakini kwenye hizo mechi timu inafunga magoli 5, simuoni. Mzize. Kwa sababu Dube ameumia. Hakukuepo na ule msaada kwamba huyu tumsaidie mwenzetu amfikie Jean Chazawa kule, wewe mfungaji bora. Lengo la kwanza ni timu kushinda. Ndio swala la kwanza. Huyo Jean Chazawa mwenyewe amefunga goli ngapi kwenye hizi mechi ambazo wao wameshinda? Funga goli moja tu. Kwa hiyo wao wanaangalia kwanza timu ishinde, kwa sababu kwenye mazingira waliopo ubingwa ndo kitu cha msingi kuliko hata magoli yako ambao unataka kuwa mfungaji bora. Tunazungumza kwenye mechi ya jana ya Simba, wangekuwa wanakaa muda wote wanatengeneza nafasi tu kwa ajili ya Jean Chazawa, mechi ingekuwa ingekuwa ngumu zaidi, kwa sababu kama wao wanamtengenezea na wameshinda moja. Yani imagine kwenye mazingira hayo. Kwa hiyo watu hawataki kuiriski mechi yao kwa sababu ya mtu tu kuwa mfungaji bora. Kwa mfungaji bora na timu kushinda ubingwa, kipi kinakuwa kinamata zaidi? Kwa sababu mwisho wa siku wewe umekuwa mfungaji bora, alafu baada ya kuwa mfungaji bora timu yako hamna chochote ambacho kinaachiwa. Dodoma inaonekana tu Dodoma tushawazidi, labda sawa tunafunga. Sasa Mzize vipi sasa? Tunazungumza Mzize, huyo ndo ametengeneza baadhi ya nafasi ambazo watu wameka kambani. Goli la kwanza assist yeye. Kwa hiyo kuna muda yeye anafanya vitu kwa sababu ya timu, ila angekuwa anahitaji kuwa top scorer na naamini angekuwa muda mrefu sana. Yani angekuwa timu imepata penalty ngapi na hajapiga penalty hata moja. Na pia hata tukijaribu kuangalia clear chances ambazo tuseme amekosa kwamba ametengenezewa kakosa hamna. Yani kwa hiyo unaona kuna namna ambavyo Young Africans wao walifocus na matokeo, hata Simba pia wenyewe wamefocus na matokeo kuliko hizo biashara za kwanza kumtengenezea mtu mazingira ya kuwa top scorer. Atakuwa top scorer pale nafasi ikitokea. Mzizi amefunga kwenye mazingira ambayo nafasi zimetokea, ila ukimwangalia msimu namna ambavyo amekuwa anatumika, mara nyingi yuko wide, amekuwa anatengeneza zaidi, anafunga pale ambako yuko kwenye space, amepata nafasi anapasia. Kwa hiyo mimi sitaki kuamini kwamba wameshindwa kumtengenezea nafasi. Wao focus yao ilikuwa ni alama 3 ambazo zinawapeleka kwenye njia ya ubingwa. Vinginevyo tunazungumza mechi ingekuwa kwenye mazingira mengine magumu. Crown Media. Hapa ni nyumbani.